Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina la Yesu. Amen. Tumshukuru Mungu kwa neno, alafu tutaendelea. Baba, tunakushukuru kwa wakati huu. Asante kwa neema yako. Asante kwa neno lako. Asante Roho Mtakatifu, uko pamoja nasi. Siku ya leo, wakati huu, tunajitoa kwako Baba. Tunajitoa kwa ajili ya neno lako katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa uko. Amen. Bwana anatawala. Amen. Nataka kwa uchache tuongelee vitu viwili vya muhimu katika ushirika. Tutaanza kusoma katika kitabu cha Luka sura ile ya 22. Luka sura ile ya 22. Tukianza mstari ule wa 19. Neno la Mungu linasema, Luka 22 mstari ule wa 19. Anasema, akatwaa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa akisema, huu ndio mwili wangu unaotolewa kwa ajili yenu. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Mstari wa 20 anasema, kikombe nacho vivyo hivyo baada ya kula, akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu inayomwagika kwa ajili yenu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa anaongelea vitu viwili. Kitu cha kwanza anaongelea kuhusu mkate. Anasema akautoa mkate, akaumega. Anasema huu ndio mwili wangu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaposhiriki ushirika mtakatifu, huwa tunamega mkate, tunakula mkate. Na ule mkate sio tu wenyewe kama wenyewe, lakini tunapokula tunaula tukiwa na ufahamu ya kwamba ni mwili wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ni mwili wa nani? Wa Kristo. Mwili wa Kristo. Anasema huu ndio mwili wangu. Mwili wangu. Aliutoa mwili wake kwa ajili yetu. Alitupa sisi mwili wake. Katika Isaya sura ile ya 53 mstari wa 5 anasema, bali alichubuliwa kwa makosa yetu, alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unajua Yesu aliishi duniani katika uzima na afya. Hakuna wakati wowote ule ambapo tunasoma katika Biblia mwili wake ulipata itilafu yoyote. Hakuna wakati ule wote ambao tunasoma kwenye Biblia ambapo mwili wake uliumizwa kwa namna yote, mpaka alipokaribia kwenda msalabani. Na Biblia inatuonyesha ya kwamba alijeruhiwa kwa ajili yetu, alichubuliwa kwa ajili yetu, adhabu ya amani yetu anasema ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumefanyaje? Tumepona. Hebu sema, kwa kupigwa kwa Yesu Kristo sisi tumepona. Alijeruhiwa kwa ajili yangu ili mimi nisijeruhiwe tena. Alichubuliwa kwa ajili yangu ili mimi nisichubuliwe tena. Kwa tunapokea ule mwili wa Yesu Kristo, tunapopokea ule mkate, huu ndio ufahamu unatakiwa uwe nao. Bwana Yesu asifiwe. Anasema huu ndio mwili wangu. Anasema twaeni, huu ndio mwili wangu. Kwa tunapokea ule mkate, sio mkate ila ni mwili wa Kristo. Na tunapoula ule mkate kwa imani, sisi tunathibitisha ya kwamba tu viungo vya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tunathibitisha zile baraka ambazo zinakuja kutokana na kile alichokifanya kwa ajili yetu. Bwana anatawala. Unanisikiliza vizuri mtu wa Mungu? Waraka wa kwanza wa Petro sura ile ya 2 mstari ule wa 24. Waraka wa kwanza wa Petro sura ile ya 2 mstari ule wa 24. Neno la Mungu linasema,
Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 2 mstari wa 24, yeye mwenyewe alizichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti, tukiwa wafu kwa mambo ya dhambi, tuwe hai kwa mambo ya haki, na kwa kupigwa kwake mliponywa. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Anasema alichukua dhambi, alichukua madhaifu yetu katika mwili wake, akayapeleka msalabani, yakaadhibiwa, akaadhibiwa kwa ajili yetu. Anasema kwa kupigwa kwake sisi tulipona. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Unapopokea ushirika mtakatifu, ndio uelewe unaopokea mwili wa Yesu Kristo, mwili ambao unakinga, Bwana Yesu asifiwe, dhidi ya uharibifu wote. Na ndio maana aliutoa kwa ajili yako, alitoa uhai wake kwa ajili yako, ili wewe usiwe na maisha ya kawaida, ili wewe usisumbuliwe tena, mwili wako usisumbuliwe tena, usijeruhiwe tena, usijeruhiwe na magonjwa. Bwana Yesu asifiwe. Usijeruhiwe na ajali. Haleluya. Usijeruhiwe na udhaifu wa aina yoyote. Kwa ajili yako alitolewa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kitu cha pili ambacho tunakishufanya katika meza ya Bwana, katika ushirika mtakatifu, ni kwamba tunapokea kikombe ambacho ni damu ya Yesu Kristo. Bwana anatawala. Damu ya Yesu Kristo katika kikombe. Mstari wa 20 katika Luka 22 tulisoma, inasema, kikombe nacho vivyo hivyo baada ya kula, akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu inayomwagika kwa ajili yenu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mwili wake ulijeruhiwa, mwili wake ulipigwa, mwili wake uliharibiwa, ulivunjwa kwa ajili yetu, lakini Bwana Yesu asifiwe, pia damu yake ilimwagika kwa ajili yangu. Sema, damu yake ilimwagika kwa ajili yangu. Haleluya. Ilimwagika kwa ajili yangu. Kwa hiyo tunapopokea kila kikombe, tunapopokea ile damu, kile kinywaji ni zaidi ya kinywaji, ni damu ya Yesu Kristo. Ni damu ambayo ilimwagika ili sisi tukombolewe. Bwana Yesu asifiwe. Unaelewa kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Adamu alipoingia katika dhambi, aliingia katika mauti. Biblia inasema kwa kukosa kwake mtu mmoja, mauti ilifanyaje? Ilitawala. Anasema mauti ilitawala kwa kukosa kwake mtu mmoja, lakini kwa kutii kwake mtu mmoja ambaye ni Yesu Kristo. Na sio tu kutii, kwa sababu ya ile damu iliyomwagika. Kumbuka Mungu anawaambia watu wasile damu, kwa sababu damu ni nini? Ni uhai. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Yesu Kristo alitimiza masharti yote kupitia damu yake. Mauti ile ambayo aliipata, mauti ile ambayo ilipatikana katika mwili wake, katika roho yake, ilikuwa ni kwa ajili yetu. Bwana Yesu asifiwe. Ile damu ilimwagika kwa ajili yetu ili sisi tupate ukombozi. Damu ni uhai. Bwana Yesu asifiwe. Ni uhai tu ndio unaweza kukomboa uhai. Kwa Yesu Kristo alimwaga damu. Anasema hii ndio damu yangu imwagikayo kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Bwana anatawala. Alikuwa kafara kwa ajili yetu. Bwana Yesu asifiwe. Mathayo 20:28 anasema, kama vile mwana wa Adamu asivyokuja kutumikiwa, bali kutumika na kutoa nafsi yake iwe fidia ya wengi. Kwa alijitoa kwa ajili yetu sisi, alijitoa kafara, alikuwa sadaka kwa ajili yetu sisi. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Kama mwana kondoo alimwaga damu kwa ajili yetu sisi ili sisi tukombolewe. Hebu sema, nimekombolewa. Tumeimba hapa, nimekombolewa kwa damu ya Yesu, si ndio? Kwa tumekombolewa, tumefanyika ukombozi. Katika kitabu cha Efeso sura ya 1 mstari wa 7 anasema, katika yeye huyo kwa damu yake tunao ukombozi wetu. Pasipo damu isingewezekana ukombozi, pasipo uhai kumwagika. Ndio maana hatutoi kafara tena. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sema, hatutoi kafara tena. Huko duniani kuna watu wanafundisha kwamba tunatakiwa tuchinje, lakini ni uongo kutoka kuzimu na ni roho wa uongo anaongea. Bwana Yesu asifiwe. Hatutoi kafara tena. Kafara ya Yesu Kristo ilitolewa mara moja, sio mara mbili, mara moja kwa ajili ya ulimwengu wote. Na yeyote yule atakayeamini, yeyote yule atakayepokea hiyo kafara,
ana maisha mapya ndani ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sema kafara ya Yesu Kristo inanitosha. Kwa alituokoa kutoka katika dhambi. Kwa damu ya Yesu Kristo tulikombolewa kutoka katika dhambi. Anasema kwa yeye, katika yeye huyo, kwa damu yake tunao ukombozi wetu. Anasema masamaha ya dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Alituokoa kutoka dhambi. Anasema dhambi haitakuwa na nguvu juu yenu. Sasa tuna ujasiri wa kukataa dhambi. Tuna ujasiri wa kushinda dhambi. Kwa sababu gani? Tuliondolewa kutoka katika utawala wa dhambi. Sheria ya dhambi haina nguvu tena kwetu, wala haifanyi kazi kwetu, ila ni sheria ya Roho wa uzima wake Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ndio inayofanya kazi wapi? Ndani yetu. Haleluya. Sio hivyo tu, alituokoa kutoka katika nguvu za giza kupitia damu yake. Shetani hana uhalali tena na sisi. Haijalishi maisha tulioishi sisi ilikuwaje, haijalishi huko nyuma tuliishi maisha aina gani, lakini kupitia damu yake tunao ukombozi kutoka katika nguvu za giza. Lakini ya tatu, tunao ukombozi kutoka katika mwenendo usiofaa. Bwana Yesu asifiwe. Anasema tunao ukombozi katika kitabu cha Petro, tunao ukombozi kutoka katika mwenendo usiofaa tuliopokea kutoka kwa mababu zetu kupitia damu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Unajua mtoto huwa anarithi damu kutoka kwa baba. Haleluya. Kwa kizazi hadi kizazi kuna vitu vinaweza vikaendelea kupitiwa, lakini kwa damu ya Yesu Kristo tumekombolewa kutoka katika mwenendo usiofaa wa wazazi na wazazi wetu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa nini tunajifunza hivi? Nataka haya mambo yawe katika ufahamu wako wakati tunashiriki meza ya Bwana. Tunapomega ule mkate, tunaelewa ya kwamba alitupa mwili wetu, alitupa mwili wake kwa ajili yetu, alijeruhiwa kwa ajili yetu ili sisi tusijeruhiwe tena. Nasema Baba, ninakushukuru. Ulijeruhiwa kwa ajili yangu ili mimi nisijeruhiwe. Nisijeruhiwe na magonjwa, nisijeruhiwe na maambukizi, nisijeruhiwe na maradhi ya aina yote. Mwili wangu sasa ni hekalu lako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa nataka iwe ufahamu wako. Ndio maana alisema fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Kuna nguvu katika ufahamu, na ufahamu ukiwa ndani yako ukaelewa ya kwamba damu yake ilimwagika kwa ajili yako ili ukombolewe kutoka katika dhambi, ukombolewe kutoka katika nguvu za giza, ukombolewe kutoka katika mwenendo usiofaa. Utaishi maisha ya ushindi, na ndilo kusudi ambalo Yesu Kristo anataka kwa ajili yako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Unajua hii vikombe na huu mkate ambao tutashiriki una nguvu ya Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sio tu kikombe cha kawaida, una nguvu ya Roho Mtakatifu. Sasa vikiambatana na ufahamu, utaona hiyo nguvu ikidhihirika katika maisha yako. Haleluya. Hata kama una ugonjwa sahi, hata kama una udhaifu fulani, wakati unashiriki, tamka haya maneno, amini hicho kitu. Haleluya. Utaona uzima ukifanya kazi ndani yako hata sasa. Tusimame tumshukuru Mungu. Sema Baba, ninakushukuru kwa mwili wako ambao ulivunjwa kwa ajili yangu. Ninakushukuru kwa damu ya Yesu ambayo ilimwagwa kwa ajili ya ondoleo la dhambi zangu. Sasa mwili wangu hautajeruhiwa tena, na dhambi haitakuwa na nguvu tena katika maisha yangu. Nguvu za giza hazina tena nafasi katika maisha yangu, kwa sababu ya damu ya Yesu iliyoondoa, iliyosafisha maovu yangu yote. Ninakushukuru kwa uzima wa milele katika Kristo Yesu. Ninaishi kwa ufahamu sasa na hata milele katika jina la Yesu Kristo. Nishukuru kwa maneno yako. Malega brahazadia zarabashata kabahandeliga lepraso toko pakazia mantoso baragada hazete likatuze breneja nangazia balikataka bagazoto koboza barizde teke brana janangila hazata malekataka ba gelibra hatozo barahane yeza takaya mazuma ateke rabashata kabahai. Asante Bwana, asante kwa damu yako,
Asante kwa mwili wako ambao tunashiriki siku ya leo, kwa ukumbusho wa vile ambavyo ulijitoa kwa ajili yetu. Asante kwa ajili ya kila mmoja ambaye yuko mahali hapa. Lekosoko paragira labasatakaya ripasoko pretesekeria lekozedia bahaze shamanduza bahate. Asante kwa nguvu yako Roho Mtakatifu. Asante kwa nguvu yako ya uisho ambayo itaendelea kuamka na kufanya kazi ndani ya kila mmoja kupitia ushirika huu, katika jina la Yesu Kristo. Gaduza balagahate kebredisha parabasatakaya mendelio seteke bahasia gamasa kaya kalabosha maandelege baha, katika jina la Yesu Kristo. Baba, tunakushukuru. Wewe ni Mungu wetu, wewe ni mfalme wetu. Asante kwa neema yako, asante kwa wakati wako. Parabasateke baha. Endelea kumshukuru Mungu na kumwabudu wakati praise team wanaendelea kutuongoza. Asante kwa kombe hiki ambao ndio damu yako ya agano umwagikayo kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Tunaibariki kwa ajili ya kila mmoja atakayeshiriki. Asante kwa ufahamu, asante kwa neema yako, asante kwa uponyaji na ukombozi ambao unaendelea kufanyika kupitia damu yako, katika jina la Yesu Kristo tunaomba. Amen.